ya Kati 90% wamekuwa wakitegemea mfumo ambao unaitwa desalination. Desalination ni mkakati wa kisayansi ambapo maji ya baharini yanachukuliwa na kuchakatwa na kuondolewa chumvi na kupitishwa kwenye viwanda vya kisayansi kwa lengo la kuhakikisha kwamba yanaweza kutumika kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani. Kwa Irani ameamua kupiga mifumo ya maji ya Kuwait na ana mpango kupiga mifumo ya maji ya Saudi Arabia, kwa sababu Marekani ameanza kushambulia kituo cha kisayansi cha kitafiti cha gesi nchini Iran. Kuna wao wamekuwa wakijibu kuweza kuzipiga maeneo ya kimkakati ya washirika wake. Unaweza kujiuliza, je, kwa nini Iran amekuwa akiipiga nchi washirika? Cha kwanza, hizi nchi washirika ndio zinatumika kambi zao kuweza kuishambulia Iran. Na Irani, ukimsikiza Dr. Masoud Pezeshkian na Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, wanasema kwamba wao hawapo vitani dhidi ya majirani zao, bali wapo vitani dhidi ya maslahi ambayo yanapatikana kwenye eneo la Ghuba. Na mnafahamu kauli ambayo alitoa Ayatollah Ali Khamenei kwamba kama vita ikianza basi itageuka kuwa vita ya kikanda, na kama vita ikianza basi watatumia nafasi yao kijiografia kuweza kufanikisha na kulinda mfumo wao wa kiuchumi. Ndio maana unafahamu kwamba kinachoendelea sasa hivi ni kujaribu kufunga kitovu na nyonga na mishipa ya damu ya uchumi wa dunia, na maanisha mlango bahari wa Hormuz. 20% ya gesi, mafuta, mbolea imekuwa ikipita pale. Maana ni kwamba kulidhana negotiation power au power politics au upper end, Marekani amekuwa hana turufu kwenye mzozo. Irani amekuwa na mkono wa kuume wenye nguvu kwenye meza mazungumzo, kwa sababu jiografia inaweza kuwa ni silaha, jiografia inaweza kuwa na turufu, jiografia inaweza kuwa nakupa dhana ambayo inaitwa power politics, yani kuwa na nguvu kwenye siasa za kijiografia. Sasa vita imeingia kwenye sarufu nyingine. Ilianza kwenye kuteka kinachoitwa maeneo